Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika kuniona. Mji wa Nyehunge ni makao makuu ya jimbo la Buchosa. Barabara zake za mitaa zina hali mbaya sana. Pamoja na wema wote ambao Mheshimiwa Waziri umetutendea na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, je, barabara za mji huu zinaweza kuingizwa katika taratibu hizo ziweze na zenyewe pia kujengwa kwa kiwango cha lami? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, kwa kazi kubwa anayoifanya kwa ajili ya wanabuchosa. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli tunafahamu barabara hizi alizozitaja Mheshimiwa mbunge zinahitaji fedha kwa ajili ya ujenzi angalau kiwango cha lami. Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa Shigongo kwamba tutaendelea kutafuta fedha, na fedha zikipatikana tutapeleka fedha hizi kwa ajili ya ujenzi wa barabara hizi kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante. Mheshimiwa Agnesta Kaiza, swala nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Waziri, kata 5 kati ya kata 13 ndani ya jimbo la Segerea, kwa maana ya kata ya Vingunguti, kata ya Riwiti, kata ya Tabata, kata ya Kimanga na kata ya Bonyokwa zinapitiwa na mradi huu wa DMDP2. Mheshimiwa Waziri, barabara hizi ni mbovu sana na mradi umesimama kabisa, na sababu kubwa mradi huu kusimama ni kwa sababu hakujalipwa fidia hata kidogo. Ningependa kufahamu kwa umuhimu wa barabara hizi na kwa uchakavu wa barabara hizi, ni nini kauli ya serikali kuhusiana na kulipa fidia kwa wananchi ili mradi uweze kuanza? Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye miradi hii ya Benki ya Dunia, fedha za kulipa fidia huwa zinatoka kwenye serikali. Tuko sisi Wizara ya TAMISEMI pamoja na wenzetu wa Wizara ya Fedha, tuko kwenye majadiliano kuona ni namna gani tutapata fedha kwa haraka ili tulipe fidia kwenye barabara zile na kazi ya ujenzi wa barabara zile uanze. Barabara hizi kama alivyosema Mheshimiwa Kaiza ziko kwenye mradi wa DMDP2, na pindi tutakapolipa fidia moja kwa moja barabara zile zitatengenezwa. Kwa hiyo nimhakikishie na asiwe na wasiwasi, serikali hii itafanya kutafuta fedha zilipe fidia ili kazi ya ujenzi wa barabara zile uanze. Na kushukuru Mheshimiwa. Asante Mheshimiwa. Tunaendelea na swali linalofuata. Mheshimiwa Condesta Michael Sichalwe, mbunge wa Momba, sasa swali lake. Mheshimiwa Condesta Chichwale anauliza, je, lini barabara kutoka Nkala Chililumo Mkalwe hadi Kamsamba itafanywa ukarabati kwa kuwa ni chakavu? Napenda kujibu swali la Mheshimiwa Condesta Michael Sichalwe, mbunge wa Momba, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya pamoja na majibu mazuri, nimpe hongera Mheshimiwa Waziri, lakini nataka nifahamu, amesema ametenga milioni 500 na kidogo kwa ajili ya barabara zilizozitaja. Naona kama barabara hizi maana yake ni kwa kiwango cha vumbi, na barabara nilizokuwa naulizia mimi za DMDP ambazo zina sifa kutengenezwa kwa kiwango cha lami. Ndio nihitaji nifahamu hapo kwamba ninazo barabara hizo, kwa sababu kimsingi sina hizo barabara. Nataka nijue jibu la moja kwa moja. Asante. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli anachokisema Mheshimiwa Shingo. Kwenye mradi wa DMDP2 jimbo la Ukonga halikupata barabara, na kwa sasa hivi Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sababu fedha zote za DMDP2 zimeshakwisha kwenye maeneo mengine, sisi kama wizara pamoja na Wizara ya Fedha tumeanza engagement na World Bank ili tupate fedha kwa ajili ya mradi mwingine wa DMDP3. Kwa hiyo kwenye mradi huo tukipata fedha tu tutaanza na jimbo la Ukonga, kwa sababu tunajua hali ya jimbo la Ukonga ilivyo, na tutahakikisha kwamba barabara za jimbo la Ukonga zinajengwa kwa kiwango cha lami. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Eric James Shigongo, swala nyongeza. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za Past Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tawa, floor namba 8.
Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.